wastani wa miezi miwili mpaka miezi miwili na nusu mpaka miezi mitatu. Kwa hiyo ni pigo, kwa sababu kwanza ukiangalia kwa Mzize katika siku za karibuni amekuwa ni miongoni mwa wachezaji vinara tegemeo wa klabu ya Yanga. Alianza kuonyesha mwishoni mwa msimu uliopita, lakini pia hata katika michuano ya ile ya Chani uliweza kuona uwezo wake ambao alikaanza kuonyesha, jambo likamfika hatua timu inaweza kumtegemea. Sababu kuna wakati alikuwa anaweza kufanya mambo ambayo wachezaji wengine hawawezi wakayafanya, na Yanga katika siku za karibuni haina mwendelezo mzuri, kwa maana kwamba washambuliaji wake wote ambao ni vinara ambao yuko nao hawafanyi vizuri. Kuangalia kwenye Diboy afanye vizuri, kimwangalia Dube afanye vizuri, na ndio watu ambao walikuwa wanamchallenge Mzize. Kwa hiyo unapokuwa na washambuliaji wawili ambao wapo wa kigeni afu bado hawakupi namba nzuri, lakini timu moja ambaye ni mzawa anakupa namba nzuri, afu anakuja na anaumia na kwa muda mrefu na kipindi ambacho unamhitaji. Kwa sababu ukiangalia kwenye ratiba ya makundi, Yanga ataanza tarehe 21 na 22 mwezi huu wa mwezi wa 11, na atakwenda mechi yake ya mwisho atacheza tarehe 13 au tarehe 14 mwezi wa pili. Unazungumzia mwezi wa 12 wa kwanza wa pili. Kwa definitely Mzize atakosekana kwenye mechi zote za hatua ya makundi. Bana, ninachokitumaini ubuheri wa afya mwana michezo mwenzetu popote pale ulipo. Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Njoo tukujuze kile ambacho tumekuandalia. Tuko na hapa mtaalamu wa mambo Dominic Mwana wa Salamba. Unataka kusikia mengi na mazuri kutokea kwetu, lakini ikiwa na nguvu kubwa mno na Bati Quality, kampuni bora ya Kitanzania inayozalisha na kusambaza bati aina zote. Ziko za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigai, na zile pia zenye matili ya chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Uzuri bati zetu bwana, hazishiki kutu wala hazipauki. Kwa hiyo fika kiwandani tukupatie kilichokuwa bora zaidi. Lakini kama itoshi, unaponunua bati kwetu, misumari pamoja na usafiri itabaki kuwa jukumu letu. Sisi tumeamua kutafuta sifa na sio pesa tena. Njoo kiwandani ujione utofauti. Niko hapa Dominic Salamba, kama nilivyokuambia, tunakwenda kupiga story ndani ya klabu ya Yanga. Sio story nzuri, lakini lazima tuizungumze kinaga ubaga. Dominic Salamba, uko vizuri bro? Mimi niko vizuri kabisa. Uzima upo na hulalamiki? Namshukuru Mungu niko vizuri kabisa. Okay. Mimi pia namshukuru Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, ndiye ambaye amefanya tukutane tena muda na wakati huu. Ndio. Story ni nyingi kweli, lakini nataka tubishi odi pale Jangwani. Taarifa rasmi zinaeleza ya kwamba Clement Mzize out Yanga miezi 9 mpaka miezi 10 kama si 8. Lakini manake miezi 2 mpaka 2.5 ndio taarifa ambayo imetolewa ndani ya klabu ya Young Africans. Ni pigo kiasi gani kwa wananchi kwa kumkosa Clement Mzize? Kwanza nafikiri hapo sio miezi 9, ni wiki 8 mpaka wiki 10. Kwa unazungumzia wastani wa miezi miwili mpaka miezi miwili na nusu mpaka miezi mitatu. Kwa hiyo ni pigo, kwa sababu kwanza ukiangalia kwa Mzize katika siku za karibuni amekuwa ni miongoni mwa wachezaji vinara tegemeo wa klabu ya Yanga. Alianza kuonyesha mwishoni mwa msimu uliopita, lakini pia hata katika michuano ya ile ya Chani uliweza kuona uwezo wake ambao alikaanza kuonyesha, jambo likamfika hatua timu inaweza kumtegemea. Sababu kuna wakati alikuwa anaweza kufanya mambo ambayo wachezaji wengine hawawezi wakayafanya, na Yanga katika siku za karibuni haina mwendelezo mzuri, kwa maana kwamba washambuliaji wake wote ambao ni vinara ambao yuko nao hawafanyi vizuri. Kuangalia kwenye Diboy afanye vizuri, kimwangalia Dube afanye vizuri, na ndio watu ambao walikuwa wanamchallenge Mzize. Kwa hiyo unapokuwa na washambuliaji wawili ambao wapo wa kigeni afu bado hawakupi namba nzuri, lakini timu moja ambaye ni mzawa anakupa namba nzuri, afu anakuja na anaumia na kwa muda mrefu na kipindi ambacho unamhitaji. Kwa ukiangalia kwenye ratiba ya makundi, Yanga ataanza tarehe 21 na 22 mwezi huu wa mwezi wa 11, na atakwenda mechi yake ya mwisho atacheza tarehe 13 au tarehe 14 mwezi wa pili. Unazungumzia mwezi wa 12 wa kwanza wa pili. Kwa definitely Mzize atakosekana kwenye mechi zote za hatua ya makundi. Na ndio mechi ambazo zinakwenda kutoa tafsiri ya Yanga whether iweze kuingia robo finali au la. Na ukizingatia kwamba yupo kwenye kundi ambalo ni kundi gumu, kundi la kifo, akiwa mpangiwa na timu 3 kutoka Afrika Kaskazini, lakini bado inafu hajaanza vizuri msimu kwa maana ya level ya kiwango ambacho ameweza kuonyesha. Still unakuja unapoteza nyota kama Mzize ambaye amekuwa ni gumzo katika soka la Afrika. Kwa hiyo nafikiri ni pigo kubwa kwa upande wao, lakini wakati mwingine lazima vitu vitokee, lazima maisha yaendelee, lakini pia ndio wakati ambao unaweza kwenda kukibuka mtu mwingine au kitu kingine kitakufanya Yanga wote katika, wala siamini kwamba akosekana Mzize
basi ndio itakuwa sababu ya wao kutofikia malengo. Kuna kitu kitapungua, lakini kuna namna ya kuweza kuadjust kwa sababu wana timu kubwa na pana ambayo waweza kwenda kuitumia wakapata matokeo. Bana, hivyo ndivyo ambavyo Salamba anajibu swali letu la kwanza juu ya Clement Walid Mzize kukosekana kwenye kikosi hicho cha wananchi takriban miezi 2 mpaka 3. Je, athari yake ni nini kwa wananchi? Na Salamba, Mzize toke chani hakuitumikia Young Africans. Baadhi ya wadau wanahoji ya kwamba kama ni kweli Mzize alitakiwa kufanyia upasuaji mapema kweli ilionekana na changamoto, kwa nini wasingemfanyia upasuaji mapema ili akimbizane labda mpaka kufikia mwezi wa 12 huenda angekuwa tayari ameshalikava na kujiunga na klabu yake na kuipambania kwenye nyakati ngumu, kwa sababu Young Africans inaelezeka ya kwamba bila Mzize mbele bado kuna kitu hakionekani. Kwa nini hili lisingefanyika mapema? Ndio maswali ya wadau wengi kweli kwenye hili la Mzize. Kwanza siamini kwamba ukisema Yanga bila Mzize ipati matokeo. Itakuwa sio kweli, kwa sababu mwenyewe umetoka umekili hapo. Tokea baada ya chani Mzize hakuweza kutumikia klabu yake ya Yanga. Ndio. Lakini Yanga bado waliweza kuscore. Waliweza kushinda. Klabu bingwa Yanga ameshinda mechi. Angalia ligi Yanga ameshinda mechi. Ndio. Na wastani mzuri wa magoli. Kwa hiyo ukisema kama bila Mzize Yanga haiwezi kwenda, sio kweli. Juzi tumetoka kucheza mechi ya ligi hapa, ampata matokeo magoli 2 dhidi ya Mtibwa. Alishinda dhidi ya Pamba, akatoka sare, akashinda dhidi ya Silver Striker na magoli 2. Kwa hiyo mechi 3 goli 6 ni wastani mzuri wa timu. Kwa hiyo bado wanaweza kuscore, lakini pia kwenye issue ya tiba tofauti na issue kama kitu kingine. Wakati mwingine haya matatizo yanakwenda yana develop, yanaongezeka. Unaweza ukagundua tatizo moja katika hatua ya awali, ukaenda baadaye likaja likadevelop kupeka hatua nyingine. Uwezi ukaumia tu ukaanza kuwaza operation moja kwa moja. Kuna tiba ya awali, tiba ya kati na mpaka tiba ya juu. Kwa hiyo ukiona umetoka phase ya kwanza ana recover, bado shida inaendelea, unakwenda unaongeza umakini na unaongeza nyenzo, unasogea hatua ya pili mpaka nafika hatua kwenye jeraha hili pengine natakwenda katika operation kubwa. Kwa hiyo timu zote aziprefer zaidi kutumia njia ya operation ikiwa ni njia ya awali, kwa sababu unajua kwamba ni njia ambayo inamweka mchezaji nje kwa muda mrefu, na kukaa nje kwa mchezaji muda mrefu sio tu kupona, yaani kwa mtu viwili anapokaa muda mrefu zaidi akiguza majeraha, ndipo anawezekana mkubwa wa kutokurudi katika ubora wake. Hiyo lazima uweze kulielewa. Wachezaji wachache ambao waliweza kukaa nje muda mrefu na wakarudi katika pesi ile inakuwa ni ngumu. Anaweza akarudi akapotea mazima, na mwingine akarudi asifikie level ya uwezo ambao alikuwa nao. Utakuwa ni shahidi mtu kama nani Baba Mapinduzi, unakumbuka? Toka alipoumia ndio ikawa ndio njia yake kuweza kupotea. Kwa hiyo inakuwa ni njia ya mwisho, yani tiba ya operation ni hakuna namna kabisa. Unatibiwa mara ya kwanza, labda ni njia za mionzi, njia za barafu na vitu vingine za dawa nyingine, unakwenda bado kaingia uwanjani bado unapata maumivu, wanaendelea kufanya wanaendelea examine kuweza kuona ukubwa wa tatizo mpaka inafikia hatua inakuwa ni kama unaweza kuona. Kwa hiyo sio swala la kulaumu, lakini wakati mwingine mimi kwa mtazamo wangu na kwa kwamba wakati mwingine kuna changamoto mimi nakuwa naiona kwa wachezaji wetu wa Kiafrika. Simzungumzii Mzize, nazungumzia kwa wachezaji wetu wa Kiafrika. Kuna wakati wanakuwa hawazungumzi umri wao halisi. Na hii isha kutokea hata kwa Michael Essien kama unakumbuka. Michael Essien aliugua kwa muda mrefu kwa sababu tiba aliyokuwa anapewa ilikuwa ni tofauti na age ambayo alikuwa nayo. Si unaelewa? Yaani wewe umeenda umeregister mle una miaka 23. Sawa? Kwa cheti cha kuzaliwa ndio umri wako. Lakini kiuhalisia una miaka 32. Ndio. Daktari anakuuliza miaka mingapi? 23. Kwa hiyo tiba ya mtu wa miaka 23 haiwezi kuwa dozi yake sawa na mtu wa miaka 32 kabisa, kwa maana kwenye maso vitu vingine. Kwa kuna wakati hiyo nayo inakuwa ni moja changamoto jijego Kiafrika kabisa, kwamba unakuta tiba inakaa muda mrefu kwa sababu wakati mwingine pana deviation ya age kwa watu wengi wa Kiafrika. Kwa unakuta unakuja kugundua mbona tatizo aliponi. Wakati mwingine sizungumzii kesi ya Mzize, nazungumzia experience. Watu waweze kunielewa kwamba ya soka la Afrika unakuta mtu unaweza unapewa tiba ambayo ni ya kiwango cha chini kwa sababu ya age ambayo ulikuwa umeiandika sio age sahihi. Kwa wakati mwingine utachelewa kupona au utakwenda kutengeneza complication nyingine ambayo itakufanya either upotee kabisa kwenye mpira. Lakini naamini kwamba matibabu ya mpira wa miguu ya wachezaji
hayajawahi kwa mara moja, yanakuwa yanaendelea kukua, kudevelop kutokana na mazingira ya ukwasi. Nakumbuka Yanga alianza kuugua, akapata tiba ya kwanza, tiba ya pili, mpaka baadaye waje kuamua kumfanyia upasuaji baada ya kuona kwamba hizi tiba zao zote zimeshindikanika, basi aende kwenye tiba kubwa, kwa sababu anapokwenda kule sio tu hasara ya mchezaji, lakini pia na klabu inapata hasara pia, kwa maana haiwezi kumtumia kwa wakati mchezaji ilikuwa inamhitaji, lakini pia na yeye unamuongezea riski ya kurudi kuja kuanza upya, sio kwamba alikuwa ameishia kwa mara ya mwisho. Sawa, Mzize ni kinda kweli kweli, miaka 22 hivi inazungumzwa hivyo. Tunatarajia kurejea haraka kikosini kwa sababu bado mdogo, hata viungo vyake vinaunga kwa haraka. Sasa nataka utuambie Salamba, nini kifanyike kwa haraka mno Young Africans pale kuelekea kwenye mashindano ya kimataifa, kwa mjibu wa takwimu mbalimbali, ukitazama namna ambavyo kina Prince Mpumelelo Dube and Boyeli Bobwa wanavyosafa kweli kweli kupachika mabao. Nini kifanyike ili kiwe tiba hasa kuelekea kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika? Shughuli ni nzito kweli kweli, mpaka wameamua kuvuka maji Zanzibar. Mimi nafikiri Yanga struggle kwa sababu ya Mzize. Yanga ana struggle kwa sababu alivyoanza msimu. Yani mimi naweza nikadeclare kwamba Mwalimu Falls akuifanya Yanga iwe vile ambavyo watu wengi walikuwa wanatarajia. Kwa hiyo kama timu inatakiwa iweze kwanza upya kwenye maeneo mengi. Kwa hiyo ndio changamoto. Kwa hiyo wakati mwingine tunaanza kukuta na Mlomo Dube na Mlomo Deboy ni kutokana na mazingira ambayo walikuwa wameanza nayo kwenye msimu. Pengine wangeanza na mwalimu ambaye ana kitu tofauti na Mwalimu Falls, pengine tusingeweza kuona. Sababu Dube namzungumzia msimu uliopita ndo alikuwa mfungaji namba 2 wa Yanga, magoli 13 kabisa 14. Kwa hiyo uwezo ukasema kwamba sio mshambuliaji mzuri, lakini yeye alikuwa amechangia magoli mengi kuliko Mzize. Yaani ukichukua wastani alikuwa amechangia magoli mangapi? Nafikiri alikuwa amechangia kama magoli 30 jumla kwenye klabu ya Yanga kwa jumla wake. Kwanza kuona kwamba ni mtu ambaye alikuwa na mchango mkubwa pia. Lakini pia timu safari hii toka imeanza ligi haichezi katika mazingira ambayo ya kuonyesha kusupport striker moja kwa moja. Kwa hiyo kuna wakati nafasi zinatokea by chance, lakini bado amekuwa anakosa makini. Na mshambuliaji akiwa anakosa nafasi nyingi anapekea yale kuto kujiamini. Kwa hiyo naamini kwamba muda huu waliokaa wampata mwalimu mpya, amekuja kwenye timu, na hataweza kuona mechi ile ya kwanza dhidi ya Silver Strike uliona leo kuna changes. Mechi ya pili ya ligi ambayo wamecheza ilikuwa ni mechi dhidi ya Mtibwa, unaweza kuona kuna some improvement timu zimetokea. Kwa naamini kwa muda wa mapumziko ya wiki 2 ambao unaweza kuyapata mpaka kwenda kurejea ligi tarehe 9 ambao utakuwa mechi dhidi ya KMC, utazidi kuona timu ikiimarika. Lakini pia yale mambo ya kutegemea mshambuliaji afunge tu siku hizi mbadilika sana. Sio lazima afunge mshambuliaji, anaweza akafunga kiungo mshambuliaji, anaweza akafunga mlinzi, akafunga kiungo wa ulinzi. It depends na timu itakuwa imeingia na plan gani na pattern zipi za mchezo husika inapokwenda. Kwa hiyo kuna wakati mwalimu anaweza akaamua kuwatumia washambuliaji kuwa ni watu ambao wanakwenda kutengeneza mazingira ya watu wengine waweze kuscore. Tunaweza kuona katika maeneo mengi kitu kinafanyika. Kwa hiyo naamini kwamba kwa muda huu aliopata bado na nafasi ya kuweza kutoa wafungaji wengi, lakini pia na washambuliaji wao hawakupata muda wa kutosha, wanaweza kurudi katika ubora wao na tukaanza kushuhudia wakitupia nyavu na kufanya Yanga waendelee kupata vizuri katika mchezo wa kimataifa, lakini katika ligi pia. Bwana huyo ndio balobalo, kijana mdogo kweli kweli, Clement Warid Mzize, miaka 22. Tunazungumza hapa na Dominic Salamba juu ya matatizo ambayo ameyapata na kufanya upasuaji takriban wiki 8 mpaka wiki 10 nje ya uwanja. Young Africans itasaka tiketi ya robo finali kule visiwani Zanzibar na kule kanda ya kaskazini mwa Afrika bila Clement Mzize. Je, watatoboa? Salamba ameeleza kwa undani kweli kweli, Yanga bila Mzize inawezekana. Cha kufanya shime tu kwa kuiombea klabu hiyo ya Yanga ili endelee kufanya vyema kweli kweli. Lakini taarifa njema pia ni kwa Helabet, mabingwa hawa kuhakikisha kwamba wanatengeneza vizuri maokoto yako. Sasa ni rahisi mno kutengeneza maokoto kwa wewe ambaye unahitaji kubashiri. Kampuni nzuri bwana Helabet inakupa bonus mpaka shilingi 300,000 za Kitanzania ili kufanikisha hilo. Kwenye promo code yako pale andika neno Salamba kwa herufi kubwa. Hiyo ndio tiketi ya wewe kuvuna kitita cha 300,000 za Kitanzania. Unapofanya hivyo unakuwa umekata tiketi. Mwambie na mwenzio, msitue na jirani yako, mwambie kwamba Helabet umeamua kutoa hela. Na ndio maana Helabet wanasema mkeka wa kwetu ama odds za kwetu, alafu hela zinabaki kuwaza kwako. Helabet hakika hawana mbambamba kwenye hili, kila mtu lazima apate. Lakini usisahau pia ligi kuu ya soka Tanzania bara na mashindano kadha wa kadha inaendelea pia kutimua vumbi kwenye viwanja tofauti tofauti. Cha kufanya ni kitu kimoja tu, endelea pia kuselelea na kupita pita kwenye peji zote za Salamba Dominic hili uweze pia kujua namna gani unaweza kutengeneza maokoto yako kupitia Jamvika na Salamba. Jamvika na Salamba 2025 bwana tunaimaliza, lakini 2026
2025 tulikuwa na msemo wa kibabe kweli kweli, javika na salama 2025, usipojipanga utapangwa. Na ndio maana kila mtu ilikuwa ni nafasi yake ya yeye kutengeneza na kuokota makoto yake. Jina langu naitwa Cisco Dominic Salamba, my brother. Hapa amezungumza mengi na mazuri. Nyuma ya kamera yuko Steven mwana wa Mapunda. Hongera kwako wewe ambaye ulituchagua. Hakika umeselelea matangazo jadidi kweli kweli, isiyokuwa na shida wala shaka yoyote ile. Itoshe kusema wailanika maasalam.